Na mtazamaji, karibu sana kwenye awamu yetu ya pili ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu. Naona bado tupo naye Lensa Odingo kwenye upande wa lugha ya ishara. Na mtazamaji, kama tulivyoweza kutaarifu kwenye taarifa zetu hapo awali ni kwamba kumekuwa na visa vingi sana vya wavyaji mimba, kumekuwa na visa vingi sana vya wasichana vya ndoa za mapema ama ndoa za utotoni. Kuna masuala ya uvyaji mimba kwa njia isiyo salama. Haya ni masuala ambayo yanakumba sekta nzima ya afya uzazi. Ni changamoto ambazo zimepelekea kuongezeka kwa visa hivyo. Lakini ni hatua gani ambazo serikali imechukua kufikia sasa hivi katika vita dhidi ya kupunguza hivi visa? Lakini mgeni wangu siku ya leo ambaye ni mshirikishwa masuala ya afya uzazi anafahamika kama Indeje Innocent kutoka taasisi ya masuala ya afya uzazi hapa nchini Kenya, kama sijakosea. Karibu sana. Ataweza kutusaidia kuelewa tu swala zima la afya uzazi, lakini kuanzia tu kwa sababu ya faida yule mtazamaji ambaye anaweza shangama haelewi afya uzazi inamaanisha nini. Kwa lugha tu ya kuweza kumwelimisha yule mtazamaji wetu siku ya leo, tuanzie hapo. Innocent, karibu sana, lakini afya uzazi ina maana gani ama inamaanisha nini? Asante. Afya ya uzazi, tunapozungumzia afya ya uzazi kwa ujumla ni tunaangalia, kwa Kiingereza, kwa kimombo tunasema ni reproductive health. Hii ni inaangazia afya ya kimwili, ila inaangazia haswa katika sehemu zako za uzazi. Kama ni sehemu, kama wewe ni mwanadada, sehemu zako za uke; kama wewe ni mvulana, sehemu zako za uume. Na hivi basi tunaangalia, na hatuangalii tu afya ya uzazi kwenye sehemu za uke na uume peke yake, ila tunaangazia hadi masuala mengine kama vile afya ya kiakili. Tunaangalia masuala ya mental health, manake tunaelewa kuwa ili sehemu nyingine ziwe sawa, lazima basi akili zako ziwe, au kisaikolojia uwe uko sawa. Sasa hivyo basi tunapozungumzia masuala ya afya ya uzazi, tunaangazia yale mambo ambayo yanamhusu mwanadamu. Ni masuala ambayo yanahusu jinsi unavyohusiana na wenzako, kwa mfano. Na hii inaangalia kwa kimombo pale ambapo ni namna gani najihisi ninapokuona hivi, ni hisia gani zinakuja kwenye kichwa changu, na unaponiona mimi ni hisia gani zinakuja kwenye kichwa chako. Pale ambapo mara nyingi haswa huwa tunafunzwa tukiwa katika miaka ya kati ya miaka 9 na 17, pale ambapo tunaita adolescence, pale ambapo kidogo tunapata kuna mabadiliko ni wakati ambapo kuna mabadiliko kutoka utotoni hadi kuwa mtu mkubwa. Hivyo basi afya ya uzazi inaangazia zile sehemu za uke na sehemu za uume kwa mwanaume. Naam, na tukizungumzia swala la uelewa ama ufahamu wa sehemu za kike, sehemu za uume, kwa nini bado tunashuhudia visa vingi vya uavyaji mimba, visa vingi hasa kwa njia isiyo salama, visa vingi vya mimba za utotoni? Ni kwamba hii elimu haiwafikii walengwa ama tatizo liko wapi? Naam, matatizo yapo mengi. Ila kidogo pia nitasema serikali na mashirika yasiyo kiserikali yametilia mkazo kabisa ili kujaribu kupunguza masuala ya matatizo ya kuavya mimba, mimba za mapema, hadi magonjwa ya zinaa. Manake unapoangalia wakati huu, kitu ambacho ningesema changamoto kubwa zaidi tunazipata zinatokana na, kuna changamoto zinazotokana na kisera, kuna changamoto zinazotokana na kiutendaji, kutekeleza ile miradi au zile sera ambazo zimewekwa, kutekeleza zile sera ili ya kwamba wale wanaofaa kufaidika kutokana na zile sera wanapata zile faida. Kwa mfano katika nchi yetu tuna guideline ambayo inaitwa Understanding Adolescence Guideline, ambayo ilitengenezwa na Ministry of Health. Sera hii ilitengenezwa ili wazazi waelewe na watoto wao, ili watoto pia nao waweze kujielewa. Ila unapata tatizo liko pale ambapo ni utekelezaji, ambapo serikali labda haina fedha za kutosha za kutekeleza, pale ambapo inahitaji kuelimisha na kuelimisha wazazi wote waelewe kuwa hivi ndivyo mtoto anavyokuwa na hivi ndivyo unafaa kumwelekeza mtoto wako. Hivyo basi unapata kuna mashirika ambayo yanasaidia serikali kuhamasisha wananchi, wanakijiji, wazazi kuhusu hizi sera, ila
hatuwezi kufikia kila mtu. Sasa tunapata tatizo la kisera ambapo haswa kabisa tatizo linatokana na utendakazi. Jambo la pili, tunaangalia masuala ya pingamizi kutoka kwa tamaduni na dini, pale ambapo unapata mara kwa mara haswa swala la kuwahamasisha vijana kuhusu masuala ya kiafya. Mara kwa mara unapata kuwa tunapoenda kuwahamasisha vijana kuhusu masuala ya afya, dini inatokea kila mara ikisema tunawafunza tabia mbaya. Manake anaposikia lile neno kwenye kimombo ni sex, tunasema sexuality education, lakini wao watakwambia ni sex education. Na unaposikia mtu akikwambia sex education, kwenye kichwa chako na neno ambalo linakuja kwenye kichwa chako ni kujamiana. Hasa mtu anafikiria hawa wamekuja kufunza watoto wetu kujamiana, ila si kujamiana. Tumekuja kufunza kujielewa wewe mwenyewe. Manake unapata watoto wanapokuwa wadogo katika kidato cha 6 pale wanajifunza reproductive health and the reproductive system. Wanapocheza inaitwa nini? 1 2 make a circle, 1 2 make a circle. Utapata wavulana wamesimama kwenye upande mmoja wa mviringo, wasichana nao wamesimama upande mmoja wa mviringo. Mkiulizwa mbona hamshikani mikono, wasichana wanasema tuliambiwa tusiguze wavulana, tuliambiwa wasichana ni wabaya. Hivi basi unapata kuwa mara nyingi hata walimu wenyewe wanashindwa kuelekeza wanafunzi wao au wale watoto waelewe kuwa si vibaya kumguza mvulana, si vibaya kumguza msichana. Kibaya ni kwanza kugusia masuala ambayo hayamfai. Hivi basi unapata masuala ya kiafya kwa watoto hayagusiwi hata kidogo. Hivyo basi inakuwa ni tatizo na ni changamoto kwa matatizo ambayo yanaelekea kupata masuala ya matatizo ya mimba za mapema, magonjwa ya kizinaa. Hata hili swala ambalo umelizungumzia, swala la kuavya mimba kwa njia zisizofaa. Na je, kulingana na wewe ama pale unapoketi, unahisi kwamba ni umri gani mwafaka ambao unastahili kuanza kutoa mafunzo haya kwa, tukisema kwa vijana ama vijana wanaobalehe? Pengine tunafaa kuangazia kundi gani, kuanzia umri gani ambapo wanafaa waanze kupata hii elimu? Kwa sababu kuna taarifa ambayo tumeweza kupeperusha sio kitambo, na kuna daktari alikuwa anaweza kupinga swala zima la kusema kwamba kwa nini mtoto wa darasa la 6 aanze kutumia njia za upangaji uzazi. Nimemsikiza. Unazungumzaje hilo swala? Tunapozungumzia masuala ya kiafya, mimi kulingana na uelewa wangu na yale masomo ambayo nimepitia, kuna katika kimombo nasema the psychosocial stages of development, ambapo unaambiwa kuwa mtu yafaa apate mafunzo haya tangu anapozaliwa. Tangu anapozaliwa? Anapozaliwa. Hiyo ni mpya. Tuchukulie mfano. Yule mtoto mdogo miaka 2, 3, 4 wameanza kutembea, anaanza kujifunza kuongea, sivyo? Hajui vitu vingi kabisa, lakini anapoamka, kwa mfano mvulana akiamka atapata kali kidude chake kidogo kimesimama. Atakuja kuambia mama, sivyo? Ako, mama, dudu imesimama. Utampiga au hautampiga? Utafanya nini? Utamuelekeza. Hayo ni masuala ya kiafya unamfunza. Katika wakati huo miaka 3 hadi miaka 6 pale inaitwa Electron Oedipus complex. Utapata kuwa mvulana anataka kukaa sana na mamake. Msichana anataka kukaa sana na babake. Anamuona baba, msichana anamuona mama kama competition kwake. Mvulana anamuona baba kama competition kwake. Hivi basi utamwambia mzazi ampige mtoto wake kweli? Kwa maana amesema nataka nikae na baba kweli? Hautampiga, unamuelekeza, unamwambia hivi ndivyo unafaa ukae na mwenza na baba. Hii unamuelekeza pole pole kana kwamba anapofika miaka 6 pale miaka 7 wanapocheza shuleni unapata kuwa wanaanza kutengana. Wasichana wanataka wacheze peke yao, wavulana peke yao. Wanafaa kuelekezwa. Sasa masuala haya ya kiafya ni masuala ambayo yanaelekezwa, binadamu anafaa apate anapokuwa pole, manake ndio maana kwa Kiingereza tunaita age appropriate comprehensive sexuality education. Unapewa kulingana na umri wako. Si eti una miaka 6 unaambiwa wewe unafaa ujue masuala ya ngono, hapana. Akiwa miaka 6 kuna yale mafunzo ambayo yanamfaa. Akiwa miaka 20 kuna yale mafunzo ambayo yanamfaa. Hadi wazazi wetu wenyewe miaka yao 40 50 pia kuna yale mafunzo ambayo yanawafaa. Manake
kuna wale ambao hawakuweza kupata haya mafunzo. Na ndio maana hata serikali nayo ilipotengeneza the Understanding Adolescent Guidelines ilijua kuwa wazazi wanafaa wapewe uhamasisho huu. Ndivyo maana anasema binadamu anafaa apate ujumbe huu, habari hii na mafunzo haya kutoka tangu wanapozaliwa, akikuwa polepole mpaka awe mzima. Je, kuna mwendelezo wa haya mafunzo pale unapoketi sasa hivi? Je, hili linafanyika kweli? Kwa sababu nakumbuka kipindi chetu tulipokuwa shuleni kulikuwa tumewekwa uoga fulani kwamba ukikaa na mtoto wa kivulana karibu yako ama ukiguswa tu kidogo, hata uko naamini kwamba hata kikugusa mkono utapata ujauzito. Ulikuwa tunaogopa hata kukaa kwenye chumba kimoja na watoto wa kiume, ama watoto wa kiume kukaa chumba kimoja na watoto wa kike, kwa sababu ya hiyo hofu kwamba unakumbuka mama aliniambia nikikaa karibu na mwanamume basi mimi nitapata ujauzito. Je, hiyo hamasa hiyo bado ipo sasa hivi, ama unaweza sema kwamba bado kumezembea sasa hivi kwenye swala zima la uhamasishaji wa afya ya uzazi? Kwa upande wangu ningesema kuwa uhamasishaji kwa afya ya uzazi hivi sasa umetilia mkazo kabisa, umeshika moto kabisa. Maanake serikali inajaribu kutumia mbinu zote kabisa, na mashirika yasiyo ya kiserikali pia yanatumia mbinu zote. Hivi sasa tuna advantage ambapo unapata tunatumia hadi mtandao. Maanake tunaelewa kuwa vijana wetu, kila mtu anaweza kuenda kwenye mtandao. Kila mtu anapata akona simu, simu zao wanaweza kwenda kwenye mtandao, zinaitwa smartphone. Na hivyo basi kwa mfano katika serikali unapata kuwa kuna huu mtindo wanatumia wanajiita tuelimishane, tujulishane. Hivyo basi wanapata mafunzo kuhusu afya ya uzazi. Hata sisi kwenye shirika letu pia huwa tunafanya hivyo. Tunapoenda huwa tunafanya huduma kwenye shule. Tunaenda kwenye shule za msingi na shule za upili, tunapeana mafunzo ya kiafya. Na hivi basi tumeweza kupitia kwenye idara ya elimu, Ministry of Education na TSC, ambapo train walimu, nao pia wanatusaidia pale kwamba wakati hatuendi shuleni walimu wanatusaidia kufanya yale mafunzo. Ila hatufanyi nchi yote. Kuna zile kaunti kadhaa tunafanya, Kakamega, Nairobi, Bungoma tunataka tuingie huko pia. Na hivi basi tunatumia njia hii kuhakikisha kuwa yule msichana ambaye hangeweza kupata huu ujumbe kupitia kwenye simu au kupitia kwenye mtandao anaweza kupata akiwa darasani. Na yule mwalimu ambaye walimu wa guiding and counseling ambaye kila mara yeye ndiye anatagusana na hawa wanafunzi. Yeye kila mara ndiye anaweza pata wale wanafunzi ambao wanakuja na kumwambia mwalimu, nina hili tatizo. Mwalimu, na hili tatizo, mwenzangu amenifanyia hiki. Hao ndio tunawafunza ili nao waweze kuelekeza wale wanafunzi vizuri. Hivyo basi serikali inatia bidii yake, nasi pia kwenye mashirika yasiyo kiserikali tunatia bidii yetu. Na pengine mnafikiaje wale walengwa wa mashinani? Kwa sababu tukiangalia zile kaunti ambazo bado hazijawezeshwa vilivyo kiuchumi, ama bado ziko nyuma kwenye masuala ya maendeleo, unapata visa vingi vya mimba za utotoni viko sana katika maeneo hayo. Je, mnafikiaje haya maeneo, sehemu hizo za huko ndani vitongojini huko, kuhakikisha kwamba huu ujumbe unafikia kila mtoto wa kike na kila mtoto wa kiume? Asante sana. Tunapozungumzia mashinani kama sisi tunafanya kazi sana na serikali. Pale ambapo kuna serikali imeweka CHPs, wanaitwa Community Healthcare Promoters. Hivyo basi sisi tunatumia wale wahudumu, tunatumia wale wahudumu ili tunawatrain, na tunapowafunza tunawatumia nao wanaenda kwenye vijiji na wanaweza kupeana yale mafunzo kwenye vijiji. Na kando na hayo pia katika shirika letu na mashirika mengine pia najua anafanya hivyo. Katika shirika letu huwa tunazita community outreaches. Tunapanga labda juma hili au mwezi huu, mwisho wa mwezi huu tunaenda kwenye kijiji fulani, na kabla hiyo tunatumia wale wahudumu wa nyanjani, wanaenda kuhamasisha wananchi, wanawaambia siku fulani kutakuwa na huduma inapeanwa na kutakuwa na mafunzo ya kiafya. Hivyo basi wanakijiji wanajipanga waje ile siku tunapokuja, wanakuja kwa wingi ili nasi tunawapatia huduma. Umesema kwamba kuna sera, kuna miongozo ya jinsi ya kupeana mafunzo na kuhamasisha na jinsi ya kutoa huduma pia za afya ya uzazi. Kabisa. Lakini
pale unapoketi ni lipi ambalo linafaa kufanywa la kiutofauti ili tuweze kupunguza hivi visa, kwa sababu kama unasema hizi sera zipo, basi ni kipi ambacho hakifanyiki cha sawa ambacho ama ni kipi ambacho hakijazingatiwa ndipo bado tunaendelea kupata ongezeko la visa kama hivi? Mwanzo tunapoangazia zile sera, mimi nitazungumzia swala la uhamasisho. Pale ambapo tunahitaji hizi sera zote ziwe zinazungumza lugha moja. Maanake utapata kwa mfano constitution inatoa maelekezo vizuri kabisa. Utapata kuna sera nyingine kama reproductive health policy inatoa maelezo vizuri kabisa, lakini utapata kuna sera zingine chini yake ambazo kidogo zinatofautiana. Hivyo basi iwapo tutaweza kuwa hizi sera zote ziwe zinazungumza lugha moja kutoka kaunti moja hadi kaunti nyingine, kutoka kwa mtoto mdogo hadi mtu mkubwa, ilimradi ni swala la kiafya, sera hizo ziwe zinazungumza lugha moja, hapo basi tutaweza kufanya vizuri. Swala la pili ni kuleta washikadau wote kwenye meza, na hivi ninazungumzia sana au ningependa kutilia mkazo washikadau kwenye dini, na wale ambao tunazungumzia tungependa tena kuwaleta kabisa ni wale ambao ni wameshikilia mila na desturi zao, ili tuwaweke pamoja tuweze kushikamana. Kwa maana utapata mara kwa mara, kwa sababu ya dini, mila na desturi, watu watakwambia hivi ndivyo sisi tumekuzwa na hivi ndivyo sisi huishi. Hawataki kufuatilia yale ambayo yako kwenye sera. Hivi basi tunapowahamasisha tueleze kuwa sera zinasema hivi, tamaduni zinasema hivi, ni vizuri tukutane hapa katikati. Hivyo basi ninaelewa, naamini kuwa tutaweza kusonga mbele pamoja, ila tutaposukuma sera ziwepo na tusiwahusishe wale ambao wamekita mizizi kwenye tamaduni zao, wale ambao kila kitu wanachokifanya kinalenga mila zao, haitakuwa sawa kabisa. Naam, bila shaka. Na ufadhili wa huduma za afya uzazi, pengine unazungumziaje kwanza, kabla hata tuzungumzie swala zima la wafadhili kujitoa kwenye baadhi ya miradi? Kwanza tuzungumzie ufadhili wa huduma za afya uzazi hapa nchini ukoje? Ufadhili, ningependa kusema kuanzia mwaka uliopita kurudi nyuma, serikali ilikuwa imetilia mkazo sana, na kutokana na ule usaidizi ambao umekuwa ukitoka katika nchi za nje na mashirika yasiyo kiserikali, tumekuwa tukipata misaada mingi vizuri, na hivyo basi huduma za kiafya za uzazi zimekuwa zikipeanwa vizuri. Ila tatizo limetokea pale ambapo unapata ufadhili huu umeanza kukatwa kidogo kidogo. Manake kwa mfano saizi Marekani imejitoa kabisa. Sasa hawatakuwa wakipeana misaada kwa masuala ya HIV and AIDS na masuala ya huduma ya afya ya uzazi. Hivi basi utapata kuwa zile faida ambazo tulikuwa tumepata mapema zitaanza kuporomoka. Kwa vile wajua masuala ya kiafya ni swala ambalo lafaa utilie mkazo ukiendelea, jaribu kuangalia kando au kupungua. Hivyo basi unapata masuala kama magonjwa ya zinaa, zile fedha ambazo zilikuwepo zilizokuwa zikisaidia mashirika yasiyo kiserikali na serikali nayo kuhamasisha wananchi kuhusu masuala ya kuhusu afya, na bidii ambayo imekuwa ikitiwa na ambayo imesaidia kupunguza mimba za mapema, sasa utapata kuwa zile faida ambazo tulikuwa tunazo zitaanza kuporomoka. Manake wale wasichana ambao walikuwa wanaelimishwa hawatapata ile elimu tena. Wale akina dada au akina kaka zetu ambao walikuwa wanaelimishwa kuhusu masuala ya kizinaa hawatapata ule wosia tena. Hivyo basi watarejelea kule kwenye vile vitu ambavyo walikuwa wanafanya. Hata masuala ya kutumia madawa ya kulevya wataanza kurejelea kule. Hivyo basi ni tatizo kubwa ambalo tunaona tusipojipanga vizuri kama serikali tunaenda kupatikana kwenye tatizo kubwa sana hapa mbeleni. Mwaka mmoja miwili, mimba za mapema zitapanda, magonjwa ya zinaa yatapanda, hata hizi mimba ambazo tunasema kuavya mimba kwa njia zisizofaa pia itapanda. Naam. Unasema serikali zisipojipanga vizuri. Hebu tuzungumzie hapo kwa kujipanga vizuri. Unamaanisha nini kwa kujipanga vizuri? Kujipanga, mwanzo mie nitaangazia sana katika kupanga bajeti. Tunapopanga bajeti, maanake tunaelewa kama wakati huu serikali inamalizia
mipango ya bajeti ya mwaka 2025 2026. Mimi ningependa kuwa au taka serikali iangazie sana kuwekeza fedha na miradi ambayo itasaidia kupunguza zile gaps ambazo ufadhili ulikuwa unasaidia. Hivi basi kama kwa mfano ufadhili ambao ulikuwa unakuja kwa masuala ya HIV and AIDS, serikali hivi sasa inafaa sasa itilie mkazo mahali kama pale. Family planning inafaa itilie mkazo mahali kama pale, manake kuna zile faida ambazo tulipata, na ili tuweze kushikilia zile faida ni serikali tusaidie, manake inajua shirika lisilokuwa serikali laweza fungwa siku yote, lakini serikali itakuwepo miaka nenda miaka rudi. Hivyo basi tunapopanga bajeti, serikali inapopanga pia ile miradi tofauti kwenye masuala ya kiafya, mimi ningependa kusema kuwa ni vizuri serikali itilie mkazo masuala ya kiafya na itilie mkazo kuweka fedha zinazotosha na fedha hizi zitumike vizuri, maanake kuna wakati ambao unapata baadhi ya fedha zimetolewa kupelekwa kwenye mradi mwingine, maanake wanasema hatukuwa na data ya kutosha ya kudhibitisha au kutueleza kuwa tunafaa tutenge hizi fedha kusaidia mradi huu. Hivyo basi mimi ningependa kusema kuwa mwanzo ni data, tunapofanya utafiti data iwepo ya kutosha, na data hii itumike kuelekeza zile fedha ambazo zinatengwa kwenye bajeti, haswa bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026. Kwa hivyo unahisi kwamba hakuna data ya kutosha? Tukizungumzia hasa swala la, kama kuna swala ambalo kwa umenizungumzia kabla tuanze mahojiano haya, kwamba kuna visa vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia, lakini havijaweza kuangaziwa, maserikali haitambui visa kama hivi. Lakini ni jinsi gani, kama ulivyosema, ndoa za mapema, kwamba sio tu vijijini kama tunavyodhania, kwamba ni swala ambalo hivi visa vipo pia hapa jijini, lakini hakuna takwimu za kuorodhesha kwamba kuna idadi hii ya hawa watoto ambao wapo. Na jinsi gani tunaweza kubadilisha hilo, kwamba tukizungumzia swala zima la je, tunaweza pata vipi hiyo idadi ya hawa watoto ambao wamejiingiza kwenye ndoa za mapema ama hata kuavya mimba wakiwa wadogo katika tukizungumzia hii miji mikuu? Naam. Swali zuri kabisa. Ili kusaidia pale, kitu ambacho tunahitaji cha muhimu kabisa ni kuwaelekeza wale ambao wanakusanya ile data, wale ambao wanakusanya zile takwimu, waweze kujua ninapokusanya hii data, nikipata data ambayo inaniambia kuna A na B, hii data inachangia je C. Hivyo basi kwa mfano tunapoangalia, kama nilipokuwa kukwambia, kuna yule mwanarika ambaye atakuja kwambie nina ujauzito. Yeye ana miaka 16. Wewe kama daktari unapo record chini utaandika kuna mwanarika amekuja ana ujauzito, sivyo? Alikwambia anaishi na mvulana wake, mpenzi wake. Hawajoana, labda hawajoana, lakini kwa vile nyumbani labda alifukuzwa, hakuwa na lingine la kufanya, ila ilibidi aende akae kwa yule kijana, yule mvulana. Hivyo basi unapata ni ndoa ya come we stay. Hawakuwa na budi, alipata ujauzito na hakuwa na pengine pa kwenda, kabidi aende akae na yule mvulana. Hivyo basi wanapokaa pale, sasa tunaita kwa Kiingereza tunasema come we stay. Utapata kuna wale ambao wataendelea hivyo na waseme tumeoana, imeisha hivyo. Sio kila mtu ataenda kwenye serikali uende kujiandikisha kama bwana na bibi, hapana. Lakini utapata kuna wale ambao wanaishi pamoja, sivyo? Hata unapoangalia kwenye vijiji pia kuna hivyo visa vinafanyika pale ambapo nitasema tofauti kati ya hiyo pale ambapo nimepata ujauzito mimi msichana wa miaka 16, nimekuja kuishi na mvulana na ananipea kila kitu ambacho nahitaji. Hivyo basi ni kama tumeoana. Tofauti ni gani kati yangu na yule ambaye kwenye kijiji kule ndani amelazimishwa kuozwa? Ameozwa kwa lazima na ameozwa kwa mtu mzee. Hili ni jambo ambalo lilipangwa kwenye kijiji, wazee walipanga wakasema uozwe, na hakuna kitu ambacho kimefanyika. Unaona, hakuna tofauti, manake bado nyinyi wote ni wanarika. Nyinyi wote ni wale watoto wadogo kulingana na serikali chini ya miaka 18. Hivyo basi unapoenda kwenye hospitali, mara nyingi takwimu inayochukuliwa ni watachukua tu waseme msichana amekuja ana ujauzito, lakini hawatachukua data au hawata record data wakwambie msichana huyu ameoleka. Hivi basi masuala kama child marriages, ndoa za mapema,
hayaangaziwi sana. Hivyo basi unapata hata mjini Nairobi tuna visa hivi vinafanyika, ila ni vile tu labda kwenye hospitali, anapoenda hospitalini data hiyo haichukuliwi vizuri kabisa. Naam. Hivyo basi sasa mimi ningesema ni vizuri wale wahudumu kwenye hospitali waweze kuchukua data yote kabisa, ili wanapopeana data ile kwenye serikali inatupatia data ambayo wanatuambia kwa mwaka huu tumekuwa na visa hivi, idadi hii ya mimba za mapema, tumekuwa na idadi hii ya ndoa za mapema, tumekuwa na idadi hii ya masuala ya magonjwa ya zinaa. Tukizungumzia visa vya uavyaji mimba kwa njia isiyo salama, ni nani wa kulaumiwa? Na kwa sababu ni dawa ambayo pengine kama naweza peana kwa mfano wa kama ametumia dawa pengine ya hospitalini, mbali na wale ambao hutumia njia zingine za kuavya mimba, ni nani wa kulaumiwa na ni jinsi gani tunaweza kubadilisha hizi takwimu ambazo zipo za uavyaji mimba kwa njia ambayo haiko salama, ili kuhakikisha kwamba jamii yetu basi, kama imebidi, kwa sababu kuna kitengo kwenye katiba ambacho kinaruhusu, lakini kama imebidi kwa endapo kuna usalama wa kiafya, je, ni nani wa kulaumiwa na jinsi gani tunaweza kupunguza visa kama hivyo? Naam, lawama katika sekta hiyo nitasema lawama ije kwetu sote. Manake kwa njia moja au nyingine tunachangia matatizo haya. Pale ambapo unapata serikali imetengeneza sera, imetoa maelekezo ya kwamba yafaa vijana wapewe uhamasisho, dini inatokea inasema uhamasisho huu haufai. Labda mimi ninayefanya katika shirika lisilo la kiserikali naona vijana wana matatizo ya magonjwa ya kizinaa, nami sihusiki au sijitumi kwenda kuwaelimisha wale vijana jinsi wanavyoweza kujikinga kutokana na magonjwa ya kizinaa, jinsi wanavyoweza kujikinga kutokana na mimba za mapema. Mimi pia nafaa kulaumiwa. Yule mama kwenye kijiji ambaye anakwambia au anakulazimisha, anakwambia mimba hii umepata ujauzito, lazima utoe. Kila mtu anafaa kulaumiwa. Hivyo basi nitasema kuwa ni vizuri sisi wote tuchukulie, tutie bidii katika kutekeleza kile ambacho tunafaa kutekeleza. Kama mimi nafaa kuelimisha vijana kuhusu masuala ya kiafya, nihakikisha kuwa sekta yangu nimeitilia mkazo vizuri. Serikali pia itilie mkazo sekta yake vizuri. Wahudumu wa afya pia nao waweze kutilia mkazo wa sekta yao vizuri. Pale ambapo msichana anapokuja, usimhudumie tu kama customer. Mhudumie kama binadamu. Muone kama binadamu. Na mpe huduma ambayo unajua akitoka pale hatapata madhara yote mabaya. Yule mama kwenye kijiji, msaidie msichana aweze kufanya uamuzi unaofaa. Tunaita kwa Kiingereza informed decision making. Aweze kufanya uamuzi unaofaa. Manake ni utakapomfukuza, kwa mfano yule msichana akipata ujauzito na kuja kwa mama, nina ujauzito, baba nina ujauzito, nao umfukuze, ataanza kufanya uamuzi haraka. Uamuzi ambao watafanya mara kwa mara, utapata mara nyingi anafanya uamuzi ambao haufai. Hivyo basi ni vizuri kila mtu achukulie, aelewe nafasi yake, aelewe umuhimu wake katika jamii, na aweze kuhakikisha kuwa ile nafasi aliyo nayo katika jamii na kazi yake katika jamii ameitekeleza ifaavyo. Na je, tunaweza sema, nitakuwa sawa nikisema kwamba pia swala hili limechangiwa na unyanyapaa katika jamii, kwamba jamii inakuhukumu sana endapo umefanya jambo ambalo ni kinyume na inavyostahili ama inavyoonekana katika jamii. Je, ni jinsi gani tunaweza kupunguza swala zima la unyanyapaa hapa nchini? Unyanyapaa, mwanzo mimi ningezungumzia tu swala moja peke yake, uhamasisho. Manake tunapohamasisha wanakijiji, jamii itaweza kuwa enlightened. Na wakiwa enlightened, masuala ya unyanyapaa yatapungua. Manake atakuona umepata ujauzito, wewe ni binadamu kama mimi, nitajua nafaa nikusaidia njia gani nzuri badala ya kucheka au kwanza kusema kwa wengine. Umepatwa na gonjwa la zinaa, nafaa nikusaidie vipi ili upate huduma. Wanipata? Hivyo basi tunapowaelimisha wanakijiji, tunapoelimisha kutoka kwa wale watoto wadogo hadi watu wakubwa, kila mtu ataelewa na atajua ni kazi gani au ni jukumu gani analo katika kuhakikisha kuwa kila mtu anaishi vizuri, na hakuna ambaye anahisi kama
jamii haimtaki. Manake mara mingi unapata unyanyapaa unaelekeza watu kujihisi ni kama si watu wa maana katika jamii. Wanaelekea kujihisi ni kama hawahitajiki katika jamii. Na mara nyingi unapata wengi hadi wanajitia kitanzi. Hivyo basi tunapohamasisha jamii na tuwaelekeze kuelewa kuwa kupata ujauzito si jambo baya. Kupata magonjwa ya zinaa si jambo baya. Hadi kuwa kilema si jambo baya. Manake unyanyapaa unaelekea hadi kwa watu ambao ni vilema. Hivyo basi tunapohamasisha jamii, tunapohamasisha wanakijiji waelewe kuwa haya ni mambo ya kawaida na kila mtu ana jukumu la kutekeleza ili kuhakikisha kuwa tuna community ambayo iko empowered. Tutapunguza unyanyapaa. Kweli kabisa. Swala la tukisalia hapo kwenye swala zima la unyanyapaa, kuna wakati fulani nilienda kutembelea kituo cha afya lakini ni cha kibinafsi na nilikuwa nimeenda kupata huduma fulani za upimaji wa virusi vya ukimwi. Na nilipofika pale, kila wakati tunapokuwa shuleni tunahamasishwa kwamba, tulipokuwa shuleni ilikuwa tunaambiwa kwamba unapoingia kwenye kituo cha kupimwa virusi utakuwa ni wewe tu na yule mhudumu. Kwamba kwanza atakupatia ushauri, akuelekeze jinsi inapopaswa kufanya tukisubiri matokeo. Je, ile ni sawa ama kama mimi nilipata huduma kama zile, endapo pengine ningejikuta ama majibu angekuwa tofauti. Unahisi kwamba ile hatua ambayo walichukulia wale hudumu, je, ni sawa? Na je, hatua kama hizo zinapelekea vijana wengi hata pia kuogopa kwenda kutafuta hizi huduma katika vituo vya afya? Na jinsi gani tunaweza badilisha hilo? Mwanzo kabisa swala hili limetokea mara nyingi katika sehemu za kupata afya kupata usaidizi. Unapoenda kupata usaidizi katika kituo cha afya, katika hospitali, iwepo ni ya serikali au si ya serikali. Lakini kitu ambacho tumetaka kuangazia mara nyingi na kitu ambacho tunaangazia mara nyingi hata sisi katika shirika letu RHNK ni kuelimisha wahudumu waweze kuelewa umuhimu wa inaitwa youth friendly services or client friendly services. Zile huduma ambazo zinamfaa yule mteja wako. Umekuja umetaka kupewa huduma fulani, yafaa zile huduma ambazo unapewa ziwe zile huduma ambazo mwanzo umeulizwa uko sawa na hiki. Tunaita consent. Manake utapata kuwa kuna yule ambaye anakuambia nimekuja unipime ndio, lakini majibu yatakapotokea naomba niwe mimi peke yangu wa kuangalia. Nipime, unipe mafunzo yote, ile majibu yatakapotokea niwe mimi wa kuangalia majibu haya na niweze kujua, hata sitaki hata wewe mwenyewe angalie. Hivyo basi wahudumu, iwapo serikali itatilia mkazo kuhakikisha kuwa kila mhudumu anaelewa umuhimu wa kupeana client friendly services or client responsive services, tutaweza kupata kila mtu anakujia huduma vizuri. Manake unapata swala la kutokuwepo kwa client friendly services limeelekeza vijana wengi haswa wavulana anapoenda kwenye kituo cha afya kupata huduma, akimpata yule mhudumu fulani atamwangalia, apige hesabu zake na amdanganye. Manake kuna wale mtu atakuja akwambia nahisi kama kichwa kinaniuma. Anataka kujua kwanza nitahudumiwa vizuri ama sitahudumiwa vizuri. Manake hataki kuambia mara moja kuwa eti nahisi nina uchungu kwenye sehemu nyeti au nahisi naam. Hivyo basi utapata kuwa anapokuja apokelewe vizuri. Huduma pale ambapo anapewa huduma ni pale ambapo ni mahali palipo na siri, pale ambapo hakuna watu wengine, hata anapoingia pale hakuna watu wanajua ameingia wapi. Hivyo basi utapata kuwa mara nyingi wataweza kuja kupata huduma na hawataweza kulalamika. Ila swala la kutokuwepo na that privacy, kutokuwepo na the client friendly services, utapata mara nyingi vijana wanakataa kwenda kupata zile huduma. Ndio maana utapata wanakijiji wengi hasa wanaume watakwambia mke wangu akaenda kupimwa pembe
nimepimwa. Haina haja niende. Hakuna haja niende. Ashapimwa, kama ashapimwa, kama ako sawa, mimi niko sawa. Lakini haifai kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo kabisa. Kweli. Naam, tukimalizia swala zima la kuna kongamano la mataifa mbalimbali ya hapa Afrika ambalo linatarajiwa kufanyika mjini Mombasa kama sijakosea mwezi ujao kuanzia tarehe 25 hadi 27 hadi 27. Okay. Kidogo tu zungumzie kuhusu kongamano hilo kwa sababu linazungumzia swala zima la afya ya uzazi. Ni yapi ambayo yanafaa kutarajiwa kutokana na kongamano hilo? Naam, tuna kongamano ambalo linaenda kufanyika kutoka tarehe 24 hadi tarehe 27 mwezi wa 6 mwezi ujao. Na kongamano hili linaleta pamoja mashirika tofauti, serikali tofauti na washikadau tofauti katika bara zima la Afrika. Na hivi basi kongamano hili mwanzo kabisa kitu ambacho kilielekeza kuwepo na kongamano hili, hatujakuwa na sehemu ambapo tuweze kuketi pamoja na tuzungumzie yale matatizo ambayo yanawakumba vijana wetu, haswa matatizo ya afya ya uzazi. Hivyo basi RHNK ilionelea ni vizuri kuwepo kwa kongamano hili ambapo tunaleta washikadau tofauti hadi wale ambao kwenye dini. Tunawaleta pamoja, tuzungumze, tujadiliane kuhusu matatizo ambayo yapo na yanawakumba vijana, haswa tukiangazia swala la afya ya uzazi. Na tuangazie pia ni vitu gani ambavyo serikali, mashirika yasiyo kiserikali, watu kibinafsi wanafanya ili kuhakikisha kuwa matatizo haya yamepunguzwa, na ni njia gani au ni miradi ipi tunayofaa kutekeleza ili kuhakikisha kuwa kuendelea mbele matatizo haya yamepungua zaidi na zaidi. Hivyo basi shirika la RHNK likishirikiana na serikali kupitia kwenye Ministry of Education, Ministry of Health, Wizara ya Afya, tuna hili kongamano ambalo hivi sasa tunatarajia watu takriban 1500 kutoka bara zima la Afrika. Na tunafurahia wakati huu tunakaribia kufikia zile namba ambapo watu wametuma abstracts. Kuna wale ambao wametaka wafanye majadiliano, panel discussions, na tumefurahia kuwa mashirika yasiyo nchini Kenya yamejitokeza kwa wingi na yanakuja kwa wingi kabisa. Hivyo basi tunatarajia kuwa tutakuwa na kongamano moja ambalo tunazungumza masuala ya kiafya yanayokumba vijana Afrika mzima. Na tutaweza kuwa na mapendekezo ambayo tutapelekea serikali, tuambie serikali hivi ndivyo tumeonelea tufanye, na manake pia tutakuwa na serikali pale. Kweli. Hivyo basi tutaketi pamoja na serikali, tujadiliane, tuseme haya ndio mapendekezo yanayofaa tunapoenda mbele. Haya ndio mapendekezo yanayofaa ili tuweze kuhakikisha kuwa jamii yetu, vijana wetu wanaishi wakiwa wenye afya nzuri. Naam, Innocent, asante sana, lakini kabla nikuache tu nikuulize methali moja kwa sababu tumeongea mambo mengi ya kisayansi. Ukipewa umependelewa. Hiyo ni methali, kamilisha. Ukipewa umependelewa. Sawa, ukipewa umependelewa, nikipewa nastahili. Hiyo ni methali ya kuonyesha kwamba endapo mtu anakuonea wivu, basi wewe ukipewa umependelewa, lakini yeye akipata anastahili ile nafasi bila shaka. Na asante sana kwa muda wako Innocent, kwa kuweza kutuelimisha mengi kuhusiana na afya ya uzazi. Shukrani sana za dhati mtazamaji pia kuweza kutenga muda wako kuja kujiunga nasi kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo. Kasina Masha ndio jina langu, Lensa Odingo ndio mwenzangu wa lugha ishara, Dorina Rangi ashawasili studioni akupashe na ujiri kutoka kwangu. Kwa heri.